Habari za wakati huu popote pale ulipo, karibu sana, na hii ni Multipolar Vision, sehemu ya 4 ya majadiliano yetu, ambapo kimsingi tunaangazia majadiliano kadha wa kadha kwa kile ambacho tunakiweka na kukijadili kwa pamoja, kualika wachambuzi mbalimbali na hususan kwenye masuala ya kisiasa, diplomasia, masuala ya kiusalama na mashirikiano kutoka taifa moja kwenda taifa jingine. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo na jambo lipo, na kwenye kuhakikisha kila wakati tunapata nafasi ya kuzungumza na kuweka mjadala mezani, hii leo tunaangazia hali halisi katika taifa la Madagascar ama nchini Madagascar, ambapo tunafahamu hivi karibuni yapo mengi yaliyoendelea katika taifa la Madagascar, ambapo kimsingi hii leo kupitia Multipolar Vision tunapata nafasi ya kuungana na Mbwana Ali Mtu, ambapo kimsingi yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, na tutaungana naye kwa kupitia teknolojia kwa maana ya video mtandao kwa kile ambacho tutamuuliza na atatujibu hapa mubashara, na tayari tuko naye kwenye moja kwa moja hapa kupitia teknolojia. Ali, karibu sana, na bila shaka yako mengi ambayo tutaelezana, na kwa faida tu ya kila mtazamaji ambaye anafuatilia Multipolar Vision wakati huu na muda huu, tutakumbushana mpaka kufika mwaka huu 2025 mnamo Septemba 25, ambapo maandamano makubwa ya vijana yalianza nchini Madagascar, ambayo pia yalizimwa vikali na polisi na wanajeshi wa gendarmerie, ambapo kulingana na Umoja wa Mataifa watu takriban 22 waliuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa. Sasa ukiangalia hii wakati wa maandamano haya yanaendelea, lengo kuu la waandamanaji lilikuwa ni kujiuzulu kwa Rais Andry Rajoelina. Hilo ndio lilikuwa lengo lao kuu. Lakini mnamo Septemba 29, Rajoelina alitangaza kujiuzulu kwa serikali na kuahidi kuimarisha hatua na kuwasaidia vijana, lakini ongezeko la maandamano liliendelea zaidi. Wakati namkaribisha hapa mchambuzi wa masuala za siasa za kimataifa Mbwana, atueleze pengine ni nini kilisababisha maandamano haya makubwa nchini Madagascar, lakini je, ni sahihi kulinganisha maandamano ya Madagascar na yale ya vijana nchini Nepal mapema Septemba? Bwana, karibu sana. Sababu kubwa iliyopelekea kuwepo kwa maandamano katika nchi ya Madagascar kwanza ni kuporomoka kwa uchumi, mfumuko wa bei wa bidhaa muhimu, lakini tatu ni ufinyu na uhaba wa upatikanaji wa umeme, kwa maana ya mgawanyo wa umeme ambao ulikuwa umechukua muda mrefu, kwa maana kukosekana kwa huduma ya umeme, shutuma ya ufisadi kwenye serikali ya Andry Rajoelina, lakini 4 au 5 kuwepo kwa matumizi mabaya ya madaraka kwa baadhi ya mawaziri, viongozi, akiwepo rais mwenyewe Andry Rajoelina. Kwa hiyo haya yalipelekea hasira za wananchi, na kwa muda mrefu malalamiko hayo yalikuwa yakizungumzwa hasa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika miaka 2 nyuma. Yalikuwa yakizungumzwa malalamiko dhidi ya ufisadi, mfumuko wa bei wa bidhaa muhimu kama vinywaji, upatikanaji wa chakula, huduma ya umeme, kushuka kwa uchumi, na mfumuko mkubwa wa bei, ufisadi. Kwa hiyo haya yalizungumzwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na ukifuatilia vizuri kwamba ajenda kubwa za wagombea wengi wa upinzani wakati wa kampeni za hasa katika mji mkuu wa Antananarivo ilikuwa ni kushughulikiwa swala la ukatikaji wa umeme, mfumuko wa bei na ufisadi. Kwa hiyo haya yalikuwa yakizungumzwa, lakini haya ndio yalikuja kuwa ajenda kubwa ya Gen Z kwenye maandamano yalikuja kutokea tarehe 25. Kwa hiyo haya yalikuwa ni mwendelezo na hatimaye ukapelekea serikali kuangushwa madarakani. Tunaweza tukalinganisha na maandamano ya Gen Z au maandamano yaliyoondoa serikali ya Nepal, japo tofauti kidogo ni kwamba tuhuma kubwa ya Nepal ilikuwa ni viongozi kujilimbikizia mali.
kwa maana ya baadhi ya mawaziri, watu wa karibu na uongozi walikuwa wakijilimbikizia mali. Kwa hiyo tuhuma kubwa ni kwamba viongozi wa juu walikuwa wakipeana madaraka baina ya ndugu lakini viongozi wa juu kwa maana serikali kuu walikuwa wakijilimbikizia mali, wakati Nepal ikiwa kwenye maskini mkubwa sana ndani ya ufukara wa kunuka. Kwa hiyo hili nalo ndilo lilopelekea hasa maandamano ya Nepal. Tofauti kidogo ni kwamba Nepal na Madagascar wao walikuwa wakilalamika dhidi ya mfumuko wa bei, walikuwa wakilalamika dhidi ya katika kwa umeme katika miji mikubwa, ukiwepo mji wa Antananarivo, lakini pia swala zima la uwajibikaji wa viongozi. Sasa ukiachana na hayo mbwana, kwa kile ambacho umekizungumza, mnamo Oktoba 11 mpaka 12 mapigano ya kwanza yalifanyika kati ya Gendarmerie na kikosi maalum cha kijeshi cha CAPCAT. Hiki ni kikosi maalum ambacho kiliungwa mkono na waandamanaji mnamo Oktoba 13. Sasa ukiangalia, rais ambaye alikuwa madarakani aliondoka nchini kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa, inadhaniwa yuko Mauritanians. Lakini pamoja na hayo pia aliondoka na maafisa kadhaa ambao walichukua hatamu kwenye hayo maeneo. Sasa bunge la kitaifa na vyama kadhaa vya kisiasa viliunga mkono jeshi na bunge lilianzisha mchakato wa kumuondoa pia rais aliyekuwepo madarakani, na mnamo Oktoba 17 Kanal Michael wa jeshi la CAPSAT aliapishwa kama rais wa mpito na aliahidi kufanya uchaguzi ndani ya miezi 18 mpaka miezi 24 toka kuapishwa kwake, kwa maana ni mchakato wa moja kwa moja. Jambo ambalo nataka kulifahamu kutoka kwako mbwana, je, ni matukio yaliyotokea yanaweza kuitwa mapinduzi ya serikali? Kwani bunge la kitaifa lilianzisha na kumuondoa rais aliyekuwepo madarakani, na mahakama kuu pia ilimwapisha kiongozi wa kikosi cha jeshi. Mapinduzi ya Madagascar ni tofauti kidogo na mapinduzi yalifanyika Burkina Faso, yalifanyika Mali, yalifanyika Chad. Ni tofauti kidogo. Tofauti yake ni kwamba waliongoza mapinduzi katika hizo nchi za Burkina Faso, Mali, Chad ni viongozi ambao hawaungi mkono sera na mifumo ya wakoloni wao, na ushahidi unaonyesha wazi kwamba toka hao wanajeshi wachukue nchi wamekuwa wakijiondoa kwenye mifumo mingi ya mkoloni wao Ufaransa. Madagascar, CAPSAT ambao ndio wamechukua nchi, Radenarina ambayo ni André Radenarina, Michael Radenarina ambaye ni kiongozi wa sasa. Michael Radenarina alikuwa ni kiongozi wa kikosi cha CAPSAT. CAPSAT ni viongozi wanaopata mafunzo yao chini ya operation maalum inayoongozwa na Ufaransa. Kwa hiyo na toka wamechukua madaraka hawajatoa kauli yoyote tata au mwelekeo wowote tata, tunasema complexity policy, dhidi ya mkoloni wao au dhidi ya Ufaransa. Kwa hiyo haionyeshi wazi kwamba wanaweza wakawa na mlengo tofauti, aidha wakaelekea Urusi au China au kwingine. Sio rahisi sana, tutegemea hilo sana, kwa sababu kwanza historia ya Michael Radenarina mwenyewe, alafu historia ya kikosi chenyewe cha CAPSAT, alafu mpaka sasa hivi hatujaona shutuma nyingi na uchukuaji wa mwelekeo mpya dhidi ya kama kama awali hiyo complicity policy, sera tata zaidi dhidi ya mkoloni wao. Kwa hiyo uwezekano wa kujiunga na au kupata washirika wengine kama Urusi na nini, hicho kitu ambacho cha kawaida, kwa sababu kuna biashara ya silaha duniani, kuna ushirika wa Urusi pia duniani.
Haya yanaweza kufanyika. Asante sana. Asante sana Mbwana kwa kile ambacho umeendelea kutueleza, lakini kimsingi hali nchini Madagascar ukiangalia kiuhalisia haikuweza kupuuzwa na Ufaransa, ambayo pia ilimuunga mkono vikali Rais Radzoulina ambaye aliondolewa madarakani. Sasa Emmanuel Macron ambapo alionyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusiana na matukio haya na kusema kwamba, na kinukuu kwa kile ambacho amekizungumza, kwamba utaratibu wa kikatiba lazima uhifadhiwe nchini Madagascar. Lakini pia alibainisha kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba Madagascar haitoweza kuchukuliwa na vikundi vyenye silaha kali. Hiko ndicho ambacho amekuwa akizungumza. Sasa Mbwana ambaye ni mchambuzi wetu wa masuala ya kimataifa, natamani kufahamu kutoka kwako uhusiano kati ya Madagascar na Ufaransa na serikali mpya ya Madagascar utaendeleaje? Utaendelea kwa namna gani? Paris ina njia gani za kushinikiza serikali hii mpya kwa namna moja ama nyingine? Katika hili swala Ufaransa, mahusiano ya Ufaransa kwa maana ya mahusiano ya kidiplomasia lazima yaendelee. Kama tunafahamu kwamba Madagascar ni koloni la Mfaransa na kuna mahusiano mengi ambayo Madagascar na Ufaransa wana ushirika pamoja, kama masuala ya ulinzi, masuala ya ununuaji wa silaha, masuala ya kiintelijensia, masuala ya kimaslahi kwa maana ya zile geopolitical interests. Kuna masuala ya geoasset, lazima waendelee katika mahusiano. Lakini upande wa kidiplomasia kuna hali ambayo sio ya kuelewana baina ya Ufaransa na Madagascar, kwa sababu kwenye ulimwengu Madagascar alionyesha wazi swala hili ni matakwa ya raia, lakini Ufaransa imeita mapinduzi yale, imeita kile ni mapinduzi yasiyokubalika, na ameitaka jeshi kurudisha. Serikali ya Macron imetaka jeshi lirudishe utawala wa raia, na bunge la Ufaransa kupitia kamati ya nchi za Afrika, kamati ambayo inashughulika na nchi za Afrika, imelaani kile ambacho kikosi cha CAPSAT kimefanya cha kuchukua madaraka kule Antananarivo na kuita kwamba ni ukiukwaji mkubwa wa demokrasia. Lakini pia ametaka matakwa ya watu yazingatiwe na serikali ya kiraia irejeshwe. Kwa hiyo bado hakuondoi mantiki na maana pana ya kidiplomasia ya mashauriano baina ya mashauriano ya kigeni baina ya Madagascar pamoja na Ufaransa. Lakini pamoja na hayo ambayo umezungumza Mbwana, mnamo Novemba 8 vyombo vya kadhaa vya habari viliripoti jaribio la mapinduzi nchini humo katika taifa la Madagascar, na mnamo Novemba 9 mkurugenzi mpya wa kudumu wa upelelezi anaitwa Rufin Tolohara. Mkurugenzi huyu ambapo kimsingi yeye aliweza kueleza mengi, lakini alitangaza kwamba huduma ya upelelezi wa ndani imewakamata takriban wageni wawili. Wageni hao wawili ambao walikamatwa na silaha za dola takriban 440,040 kwa fedha za Kitanzania, dola 440,040 zilizokusudiwa kufadhili operesheni za siri. Sasa inadhaniwa kuwa maagent waliokamatwa walisimamiwa na watu ama baadhi ya watu hao ambao wanatoka nje ya taifa la Madagascar. Sasa kwenye masuala ya kiusalama kama haya, natamani pia kupata ufafanuzi wako kwamba unaionaje taarifa kuhusu jaribio la mapinduzi nchini Madagascar? Hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, kuna uwezekano gani kwamba mkurugenzi mkuu wa usalama wa nje wa Ufaransa DGSE yuko nyuma ya kupanga operation kama hizi? Kuwepo na uhusika wa shirika la kijasusi la Ufaransa DGSE, hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kuthibitisha hilo, kwa sababu madai ya aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi Rufin Tolohara ya kueleza kwamba kuna uhusika wa baadhi ya makachero au mapandikizi ya karagosi kutoka nje walioweza
ongeza moto au kuchochea vuguvugu la vijana Gen Z la Madagascar. Hakuna ushahidi moja kwa moja, lakini upo uwezekano mkubwa wa Ufaransa kuhusika hilo, kwa sababu kuna kitu kinaitwa geospatial intelligence, na geospatial intelligence ni hali ya kiintelijensia muhimu baina ya Ufaransa na Madagascar. Madagascar imekuwa koloni la Ufaransa. Kwa hiyo kunapotokea kuangushwa kwa serikali tena kwa njia ya mapinduzi ambayo baadhi ya fununu zinaonesha kuna assets kadhaa za kuwepo kwa mkono wa shirika la kijasusi DGSE la Ufaransa na kupata uungwaji mkono kwa kiwango kikubwa cha kikosi cha CAPSAT, kwa sababu asilimia kubwa ya taarifa zinazofanyiwa kazi, kuchakatwa na kufanyiwa kazi za kijeshi za CAPSAT kwa sehemu kubwa zinatumia geospatial intelligence, mfumo wa utafsiriaji wa taarifa za kijasusi, uchakataji wa taarifa, upokeaji wa taarifa, usaidizi wa kiintelijensia na namna ya kufanyia kazi na kuchukua tahadhari na kuchukua hatua za haraka katika mifumo ya kiintelijensia. Kuonyesha wazi kwamba kuna msaada mkubwa kutoka kwenye shirika la kijasusi la Ufaransa DGSE, ambalo limeonyesha kwamba kuna assets. Nikisema assets, maana yake ni kwamba kuna dots kadhaa na baadhi ya taarifa kadhaa ambazo zinaonyesha hilo kuwa lipo na kwa namna moja au nyingine linaweza kuwa lipo na limefanywa. Sasa hilo linahitaji uchambuzi linganifu na uchambuzi dadifu zaidi wa kuweza kulifanyia uchambuzi ili kuonesha hizo assets kwa kiwango gani DGSE ilihusika kufanya usaidizi wa CAPSAT kufanikiwa kufanya mapinduzi. Hilo limetajwa na baadhi ya fununu zinaeleza wazi kwamba kulikuwepo na hali fulani ya uungwaji mkono wa jeshi la CAPSAT kuweza kuchukua nchi. Nikushukuru sana Mbwana Ali Yamtu kwa sehemu ya maelezo na uchambuzi wa kina ambao umetupatia siku ya leo kwenye Multipolar Vision, ambapo tulikuwa tunaangalia hali halisi ya taifa la Madagascar kutoka ilipo chukuliwa na wanajeshi, ambapo kimsingi kiongozi mkuu wa jeshi ameahidi kutoka kuapishwa mpaka kukabidhi nchi kwa wananchi, kwa maana demokrasia ichukua nafasi yake, takriban miezi 18 mpaka miezi 24. Unapozungumzia makadirio ya mwaka 1.5 mpaka miaka 2, atakuwa taifa amerejesha kwa mwenendo wa kidemokrasia. Lakini mwisho wa siku maelezo ya mchambuzi ya Mbwana Ali Yamtu yametueleza na kutufafanulia mambo mengi zaidi. Nikushukuru sana kwa wakati wako na muda wako, na hii ilikuwa ni Multipolar Vision. Mimi ni Ali Kashmiri. Unaonapo kuna jambo sehemu ya majadiliano yetu ya wiki ijayo yatakuwa ni nini, yanaangazia nini, endelea kusalia nasi tafadhali.